NMB tafadhali karibu hapa mbele tulitangaza mshindi wa the best green cooking energy company 2025. Wakati wa shughuli tunachukua tuzo na kupiga picha, naomba tutangaze katika namba 7 the best company and the winner will be announced by Pasco Limited. Na mapishi wa Pasco kwa niaba. Ndio makofi mapishi sana. Lengo hasa la event hii ni kuja kutoa tuzo kwa stakeholders na wawekezaji wote ambao katika eneo la energy. Na kwa kweli ni mwaka wa kwanza tumeanza, lakini tumeanza kwa kishindo kikubwa sana, na nategemea kwamba mwaka ujao itakuwa mambo mazuri zaidi. Rai yangu ni kwamba tuendelee kujitokeza, Tanzania tunaweza, na kwa sera za Mheshimiwa Rais ambazo zilizopo sasa hivi pamoja na chama tawala zinasapoti mambo yote. Wao wenyewe walipigia kura kama ambavyo tunavyopigia kwenye awards za muziki na nini. Kwa hiyo ni jambo ambalo liko ni jema kabisa, na walitumia professionals waweze kufanya kazi hiyo. Ndio maana nasema mwaka kesho, kwa sababu labda kwa mwaka huu ilikuwa ni mwaka mara ya kwanza, inawezekana kabisa kwamba wengi walikuwa hawapo. Nategemea mwaka kesho utakuwa na ushirikiaji mzuri zaidi na muda mrefu. Asante sana. Kwa kweli tunashukuru sana kuweza kushinda tuzo hii leo. Na tuzo hii ni ya kwanza kwenye tuzo hizi za Tanzania Energy Awards. So kwa kweli kuweza kupata tuzo ya Green Cooking Energy Company 2025 kwa kweli ni fahari kubwa kwetu, na kwa kweli inaonyesha kabisa kwamba Watanzania ambao ndio waliweza kupiga kura kwenye awards hizi na kutupa sisi kura za ushindi. Na tunafahamu hapa Tanzania kuna makampuni mengi ya gesi, na kwa sisi tuweza kupata ushindi. Kwa kweli kushinda kupata tuzo hii na kwa mashindano ya kwanza ya Tanzania Green Awards ni hadhi kubwa sana ambayo hawezi kuondoka sehemu hata siku moja. So kwa kweli tunashukuru kwamba organizer wameweza kufanya tukio kama hili, na tunafurahi sana kwa kuweza kushinda award. Hii award kwa kweli naweza kusema itaenda kwa wafanyakazi wote wa Taifa Gas. Kwa ajili ni award ambayo inagusia innovation na inagusia sustainability, na ukiangalia ni hiyo effort ya kila mtu ambaye anafanya kazi Taifa Gas. Sasa kwa kweli ni award kwa wafanyakazi wote wa Taifa Gas, na kwa kweli ni furaha kubwa sana kuweza kushinda hii award. Kwa kweli itatuongezea chachu sana. Kwa wengi watakuwa wanafahamu kwamba Taifa Gas ukiangalia kazi ambayo imeweza kufanya kwenye sekta hii ya nishati safi ni kazi kubwa sana. Kampuni hii iko sokoni, imeanza hata miaka 9 iliyopita, lakini mpaka sasa hivi tumeweza kufika hatua mbali ya kuweza kushinda tuzo hizi. Mwaka huu hii ni kama tuzo yetu ya pili ambayo tumeshinda, kwa ajili watu wamefahamu kabisa kazi ambayo sisi tunafanya. Sasa kwa upande wetu ningesema hivi kwamba Taifa Gas ukiangalia kwa upande wa miundombinu ni kwamba tuna storage capacity kubwa, karibu ya 51% ya storage capacity ya Tanzania nzima imekaa na Taifa Gas. Hiyo inaonyesha dhahiri kabisa kwamba sisi tunaangalia pia future, kwamba tunafahamu kabisa kwamba Watanzania watakuwa wanaendelea kutumia nishati safi ambayo ni nishati ya LPG gas, na tuko tayari kuhakikisha kwamba tunapoendelea kukua na sisi tutaweza kukua na Watanzania kuhakikisha kwamba wanapata hii huduma kutoka kwetu. Mchango wa sekta ya nishati na kampuni mbalimbali yanayoingia kwenye nishati au kwa namna moja au nyingine yanajihusisha na nishati. Mchakato wa hizi tuzo zilikuwa ni tuzo za kushindaniwa, ambapo makampuni mbalimbali yalikuwa kwenye categories mbalimbali, na mchakato ulianza mwezi wa 3 tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka huu, na dirisha likafungwa tarehe 26 mwezi wa 4, na ambapo baada ya mchakato wote ambapo makampuni yalikuwa yanapewa ile link wanasambaza kwa wateja wao ili waweze kupigia kura, na baada ya mchakato kufungwa tukapata washindi kutokana na hizo categories na jinsi walivyopigiwa kura. Mchakato kupigwa kura
kubaini washindi tunashirikiana pamoja na auditing firm. Sababu auditing firm ni kampuni ambayo inakuwa inatambua jinsi gani kujua kampuni fulani ina vigezo gani na kutumia vigezo vyao kama auditing firm. Baada ya hapo tunapata hao washindi na mwisho wa siku email zinatumwa kwao kama mshinda, na tunawaambia kabisa kama mchakato uko hivyo, kwa washindani ambao wameshinda wanaweza kupata matokeo halisi. Na pia ukiachana na hilo, tumekuwa bega kwa bega na CSW Tanzania ambao hawa ni event management company, wanaratibu event mbalimbali, event za ndani na pia pamoja na za nje. Kwa kweli wamekuwa moja ya sehemu kubwa sana katika kuandaa hizi tuzo za TEA Awards namna moja mwingine, kwa sababu ni tuzo ya kwanza toka ianze kwa mwaka huu na itakuwa inaendelea hata kwa miaka mingine. Kwa hiyo ule mchango wao wa kuweza kutusaidia katika process nzima za kuchakata kampuni mbalimbali, hata kwa ajili ya organize washindi na jinsi ya kufuatilia hawa washindi kama watakuja kwenye event, wamekuwa moja ya msaada mkubwa sana. Na kwa kirefu hao CSW wanaitwa Corporate Solutions Worldwide Tanzania. Changamoto zipo kwa sababu kama nilivyosema awali, ni kitu cha kwanza tumekianza kwenye Tanzania Energy Awards. Kwa hiyo unakuja pale ambapo kupata uaminifu kwamba wanaaminije nani alichukua. Kwa hiyo hiyo ni changamoto, yani tuseme changamoto ya msingi, na tumeona hata kwenye events zingine wanazozifanya CSW kwamba hata events zingine wanazofanya baadaye wakija kuzirudia miaka inayokuja mwakani au nini, zinakuwa na impact kubwa kuliko zamani. Kwa hiyo hii ni changamoto sisi ambayo tumeipata kwa sababu ni kitu cha kwanza ukianza. Tunaona kwenye serikali yetu, rais wetu mama Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo ameonyesha kutia mkazo au kuonyesha mchango zaidi katika sekta ya nishati, ambapo ukiangalia hata budget imeongezwa trilioni 2 kwa mwaka wa 2025 mpaka 2026. Kwa hiyo tunaona jinsi gani serikali inathamini mchango au inathamini sekta ya nishati katika hii nchi, kwa sababu tukiwa na nishati bora katika nchi inaleta development ya nchi yenyewe. Asante sana. Wakati wanapiga picha na kupokea tuzo yao, allow me now to welcome the announcement of the